Niwapongeze kamati ya maandalizi kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii. Linalonipa faraja kama alivyosema Bwana Martin Luther King Jr. ambaye alisema, na nukuu, alisema, ukitaka kuleta mabadiliko duniani chukua peni uandike. Peni ni kalamu, uandike, italeta mabadiliko. Lakini nadhani mnakumbuka pia hata mimi nilisema mimi sitatumia mdomo, kwa mara nyingi nitatumia kalamu. Kwa mabadiliko yanayotokea yote ni kwa sababu ya nguvu ya kalamu. Kwa hiyo niwashukuru wote, hongereni, na niwashukuru waandaaji wa tukio kwa kujua nguvu ya kalamu na nguvu ya tehama ndio kilichopo leo humu ndani. Kwa hongereni sana. Ndugu wanahabari, uwepo wangu hapa leo ni uthibitisho wa dhamira ya dhati ya serikali kuinua tasnia ya habari, hususan habari za maendeleo. Kasi ya kukua kwa mabadiliko ya teknolojia ya habari na mawasiliano duniani imefanya tasnia ya habari kushuhudia maendeleo mengi na makubwa. Pamoja na habari tunazozipata kupitia magazeti, redio na television, ambavyo ni vyombo vikuu tulivyovizoea kwa muda mrefu, sasa pia tunaona mitandao ya kijamii, blogs na television za mtandaoni au online TVs, nazo zimeendelea kukua kwa kasi, hali inayochangia mabadiliko katika namna tunavyopeana habari na hata vifaa vinavyotumika kupokea habari zenyewe, ikiwemo simu janja za mikononi. Maendeleo haya makubwa ya tehama yanatakiwa yawe chachu ya kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi na kwa wakati. Na hayo ndio matarajio ya serikali na wananchi. Kwa mfano, habari kuhusu bei za bidhaa, masoko, fursa za kibiashara, ubunifu mpya unaongeza tija katika uzalishaji ni za muhimu kwa serikali, sekta binafsi na wananchi kwa ujumla. Taarifa hizi zinasaidia kufanya maamuzi sahihi kuhusu uchumi na biashara. Halikadhalika, taarifa hizi huziwezesha serikali kuimarisha utawala bora na uwajibikaji. Nchi yetu imefanikiwa kutekeleza miradi mingi ya maendeleo yenye tija kiuchumi, kisiasa na kijamii. Miradi hii ambayo imetekelezwa katika sehemu mbalimbali za nchi yetu inapaswa kujulikana na kuelezwa kwa wananchi, wajue kinachoendelea ndani ya nchi yao. Lakini kwa upande mwingine tumefanya mageuzi mengi ya kisera na kisheria ambayo pia wananchi wanapaswa kujua, na watakaoweza kuwajulisha wananchi mageuzi haya ni nyinyi vyombo vya habari vya aina zote nilizozitaja hapa. Kwa hiyo niseme tu kwamba yanayotokea nchini, kwa mfano, tumeimarisha matumizi ya tehama katika utoaji wa huduma na kufanya tathmini ya kina ili kuboresha mifumo ya haki jinai. Lakini vile vile tumeimarisha mifumo ya kodi nchini na mifumo kadhaa kusomana ndani ya serikali, lakini bado haijatumika ipasavyo mwananchi kuweza kuzifikia taarifa kutokana na mifumo hiyo. Sasa hiyo ni kazi yenu wana mifumo, lakini pia wanahabari, kuwapa taarifa wananchi zinazowahusu. Vile vile, kama mnavyofahamu, malengo yetu ya maendeleo ni kuitoa Tanzania kutoka nchi ya uchumi wa kati, ngazi ya chini ilipo sasa, na kuipandisha kwenda nchi ya uchumi wa juu ifikapo 2050 au miaka 25 inayokuja. Kipindi hicho tunatarajia idadi ya watu kuongezeka hadi kufikia milioni 140, mara mbili ya tulivyo sasa, ambapo zaidi ya nusu ya watu watakaokuwa wanaishi wakati huo, hasa mijini, watakuwa ni vijana. Sasa ili kufikia malengo hayo kunahitajika mageuzi makubwa kimipango, kiuwezo na kifikra. Na katika hili ninyi wanahabari mnalo jukumu kubwa na la msingi la kugeuza mindset za watu, kugeuza fikra za watu,
kuwaonesha yale ambayo yanatarajiwa kwao, yale ambayo nchi yetu inatarajia mbele yetu, yale ambayo serikali zetu inapanga kwa mbele ya nchi yetu au kwa future ya nchi yetu. Hayo yanataka kuelezwa kwa wananchi. Kwa kazi hiyo iko kwenu waandishi wa habari. Nataka nitambue kwamba na nipongeze waandishi wa habari kwa hatua hii ambayo mmefikia. Huko nyuma mlikwama, lakini kwa sababu, na miongoni mwa masuala yaliyokuwa yanakwamisha tasnia hii kutoa mchango wake stahiki ni kukosekana kwa ujuzi na uzalendo. Huko nyuma, aidha kwa kutokujua au kwa kuona tunafanya ndivyo, tulikuwa tunaongoza katika kuandika makala zinazobomoa nchi yetu, makala zinazoisema nchi yetu. Lakini sasa hivi ukisoma makala nyingi zinajenga nchi yetu, nyingi sana zinajenga nchi yetu, zinasifia nchi yetu, zinaeleza ukweli yanayotokea ndani ya nchi yetu. Na hata pale mnapoeleza mabovu, ni mabovu ambayo kweli yanahitaji kuelezwa ili serikali ione na kila mtu aone, tuchukue hatua. Kwa hiyo nawapongeza kwa hilo. Lakini nisisitize neno uzalendo. Nimekuwa nikisema mara nyingi na waandishi wa habari kila ninapopata nafasi kuonana nanyi, wenzetu kule nje, zile habari ambazo wanahakika hizi zinaenda kulibomoa taifa lao, huzioni wala hazitoki. Lakini sisi huku wanataka kujua kila kitu kilicho kwetu, na wanaotumika ni waandishi wa habari hawa wa kwetu huku. Semeni kuna nini, sema kuna nini. Pengine kuna incentives ndogo ndogo tu zinazokufanya uandike na uwape. Ukija ukiona kwenye vyombo vingine vya habari, Al Jazeera kasema, BBC kasema, sijui nani kasema, unasema ni kazi yangu ile nimepeleka. I don't know, sijui unajisikiaje kuiona nchi yako inasemwa kwenye vyombo hivyo vikubwa, ulimwengu mzima wanaona, anieti wewe ndio umeandika kuwapa. Sijui unajisikiaje. Lakini nataka niseme kama nilivyosema mwanzo kwamba kwa sasa hatua tuliofikia, na wapongeza sana. Mmekuwa mkiandika vitu vizuri kuhusu nchi yenu. Mtakumbuka kwamba wakati nikipokea ripoti ya tathmini ya hali ya utendaji na uchumi kwenye vyombo vya habari kwa Tanzania bara mwaka jana, mapema mwaka jana, nilieleza bayana kwamba kuna ombwe katika uchambuzi wa kina wa maudhui na tafiti. Habari zinazotoka ni ile kaisikia, kaichukua hivyo hivyo, kaitoa. Hakuna uchambuzi, hakuna utafiti, hakuna chochote. Kwa hiyo habari zinapelekwa raw, hazijafanyiwa kazi, na hicho ndio tulikuwa tunawafeed wa Tanzania. Lakini kwa sasa nadhani baada ya kusema vile, vyombo vya habari vimejitahidi. Angalau unaona kuna chambuzi zinafanywa. Wale wa television unaita wanaojua mambo wanakaa wanafanya uchambuzi, tunasikia chambuzi zinafanywa zamana za kikweli. Pale ambapo tumefanya vibaya wanatuchambua tumefanya vibaya, na unasema kweli tumefanya vibaya. Tulipofanya vizuri wanasema yes, hapa pamefanywa vizuri. Kwa hiyo tumefikia pazuri, na mimi nataka niwapongeze kwa mara nyingine TAMWA na TCRA kwa kuona kulichukua lile ombwe na mkathubutu kuendesha mafunzo kwa waandishi wa habari wengi walioko hapa, na matokeo ya mafunzo yale ndio haya ambayo leo tunayaona. Of course wamefundishwa huko nyuma, lakini imezidi kuwajenga na sensi ya uzalendo, na kwamba wameweza sasa. Nilikuwa na chati na Miladiayo hapa wakati anapokea cheki yake. Kaambia Miladiayo, yuko wapi? Yuko yule kule. Ujambo babangu? Si jambo, shikamo mara. Kaambia umechoka kutuchora babangu? Sema nimekuwa mkubwa siku hizi siandiki tena hivi. Kwa hiyo tunaona matunda ya vijana wetu kwamba kuna mabadiliko yanaonekana. Nataka niwahakikishie kwamba serikali
kupitia Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo iko pamoja nanyi. Tuko tayari kushirikiana nanyi kujenga uwezo wenu. Tuko tayari kushirikiana nanyi kuondoa changamoto zinazowakabili hatua kwa hatua. Kwa serikali iko pamoja nanyi kadri vile uwezo wetu utakavyokuwa, basi tuko tayari tuzungumze, tuone changamoto ni zipi, tuzifanyie kazi na sekta hii, tasnia hii ya habari iweze kuendelea vizuri. Jengine ni lile ambalo limesemwa kwamba katika mambo niliyoahidi ni kuleta au kukuza uhuru wa vyombo vya habari, na hili takwimu zinasema wenyewe kwamba Tanzania uhuru wa vyombo vya habari ni mkubwa na unakuwa siku hadi siku. Lakini kuwa na uhuru wa vyombo vya habari maana yake si kukosa uzalendo kwa nchi yako. Uhuru wa vyombo vya habari, zungumza, sema, chambua, lakini uzalendo uwepo. Hapa ndipo ulipozaliwa, hapa ndipo ulipotoka, hapa ndipo utakapomalizikia. Na wengine hata ukienda nje ukimalizikia huko, tunakuja kuchangishwa huko, jamani arudishwe huko utarudi. Kwa hiyo Tanzania ndio baba, ndio mama, ndio kila kitu. Niombe sana tupende nchi yetu. Sana sana sana. Kuna maswali ambayo napenda niatilie mkazo. La kwanza, kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata taarifa, na hapa nataka nigusie umuhimu wa vyombo vya habari vya jamii kule chini. Radio jamii, television za kule huko vijijini huko. Kuna vijitelevisheni vya mikono, vijitelevisheni vidogo vidogo viko huko chini ambavyo vinatoa taarifa kwa wananchi kule chini. Niombe sana wizara, lakini na wakubwa wa tasnia hii kuvitupia jicho vile vyombo. Ni muhimu sana. Vile ndivyo tunavyoweza kuvitumia vikafikisha taarifa muhimu kwa wananchi wetu. Hivi vingine vikubwa vinaweza vikaandika vinavyotaka, lakini vile, na kuna maeneo ambayo ukimwambia kwa lugha anayoijua, lugha yake ya pale nyumbani, anaelewa zaidi kuliko mwambie Kiswahili au lugha nyingine yoyote. Kwa kutumia vyombo vile vitatusaidia sana kufikisha taarifa tunazotaka zifike kwa wakulima, taarifa tunazotaka zifike kwa wajasiriamali, taarifa tunazotaka zifike kwa wananchi, za kisiasa, za kijamii kule ndani. Hata wakati mwingine kuna wananchi wala hawawezi kujua kama katika eneo lao, kata yao, kuna hospitali kubwa imejengwa, anaweza kupata vipimo hapo hapo na kila kitu hapo hapo, hajui. Lakini kwa kutumia vyombo hivi, vikiwa vinasemwa na pengine vitelevisheni vya mikononi vinaonesha, mwananchi anajua wapi akimbilie. Niombe sana tuzitumie redio jamii na televisheni ndogo za mikononi zilizoko kule chini. Jengine nalotaka kulisisitiza hapa ni kuzingatia matumizi ya takwimu tunapotoa taarifa zetu. Unajua, unaweza tu ukasema kuanzia mwaka huu mpaka mwaka huu uchumi wa Tanzania umekuwa kwa kiasi gani, hamna takwimu, watu hawajui. Lakini unaweza ukatoa takwimu umekuwa kwa 5.5. Maana yake nini kukua kwa 5.5? Inamgusaje 5.5? Inamgusaje mwananchi wa chini? Inamgusaje mkulima? Inamgusaje kijana aliye kijijini? Kukua kwa uchumi 5.5 ni kazi yenu, na nimeona kuna zawadi za waandishi wa habari za uchumi hapa. Kwa wale waandishi wa habari za uchumi, ni kazi yenu kufanya uchambuzi, kufanya analysis, mkawaambia wananchi maana yake nini kukua kwa uchumi kwa 1% yoyote ile, mwananchi wa kawaida inamgusaje. Lakini pia kutumia matumizi sahihi ya lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Matumizi sahihi. Tuna Kiswahili tunachokisema mitaani humo, tunasema, tunaelewana,
lakini kuna Kiswahili ambacho lazima kitumike kwenye vyombo vya habari. Kina Kakatido wanajua. Ukimpa chombo leo Kakatido sema, kina Eda Sanga na wengine, hata tumia Kiswahili hiki chetu hichi tunachotumia huku kawaida. Tatumia Kiswahili sanifu ambacho wananchi wanatakiwa kukisikia na kukielewa. Lakini pia tukikitumia vizuri ni kukuza lugha yetu. Ni kukuza lugha yetu. Kwa mfano, vijana leo mwambie hebu nenda chumbani, kuna pesa pahali fulani, nenda kachukue. Atarudi aje kuulize nichukue bei gani? Badala ya kusema nichukue kiasi gani, anakuuliza nichukue bei gani. Sasa hapo, au yale aliyosema Waziri Kabudi hapa, mtu anakuandikia kabisa ripoti au mtangazaji anasema amekwenda waziri mkuu kukagua kiwanda cha nondo na amesema amewataka wafanye biashara wa nondo bei ziwe nzuri ili walaji wapate kununua kwa bei nafuu. Nani anakula nondo? Nani anakula saruji? Ni watumiaji. Lakini kwa sababu neno consumer, to consume ni kula, basi kila kitu ni kula, ni kula, ni kula. Tutumie lugha yetu vizuri na tuitumie ili wananchi wapate kuielewa vizuri. Hilo ndilo nalotaka kulihimiza leo.